Ukiwa mjasiriamali, cha kwanza kabisa lazima ujikubali. Cha pili, lazima ujiamini kwamba kila kitu kinawezekana. Cha tatu na cha mwisho, lazima uwe mvumilivu kwenye mazingira ambayo yanakutaka uvumilivu. Karibu sana msikilizaji katika video ya siku ya leo. Nimeandaa video hii kwa ajili ya kukuelekeza baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu katika ujasiriamali. Mimi naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises. Lakini pia nimeweza kuandalia kitabu cha ujasiriamali ambacho kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Kitabu ambacho ndani yake nimekuandikia zaidi ya bidhaa 21, utengenezaji wa sabuni, utengenezaji wa toilet cleaner, utengenezaji wa lotion, utengenezaji wa mafuta mgando, shampoo na bidhaa zingine ziko zaidi ya 21. Na nimekuandikia katika mtiririko na mpangilio mzuri ambao utakusaidia na kukujengea uwezo wa kuzalisha bidhaa zako pia. Lakini mbali na kitabu pia tumeandaa madarasa WhatsApp. Hivyo utanitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Utanitext kwa WhatsApp afu nitakutumia utaratibu wa madarasa yetu, lakini pia nitakutumia na namna ambavyo unaweza ukapata kitabu chako cha Miliki Kiwanda Chako. Ikiwa basi unaona channel hii ni muhimu sana kwako, unaweza ukasubscribe ili usipitwe na chochote ambacho kinaendelea huku kwenye ujasiriamali. Msikilizaji, kuna watu wengi sana tunatafuta ajira au tunatafuta vitu vya kufanya ili tujiingizie kipato. Ni sawa kabisa na ni sahihi, kwa sababu ni muhimu kutafuta kazi ambayo ni halali ili angalau kila mtu aweze kuendesha maisha yake. Lakini kwa upande wetu sisi kama Lodness Enterprises tunapenda zaidi kuelekeza watu wengi katika utengenezaji wa bidhaa mbalimbali za viwandani. Lakini bidhaa hizi haimaanishi kwamba uwe na kiwanda ndio uzalisha, hapana. Utengeneze bidhaa za kiwandani ukiwa nyumbani, ukiwa na mtaji mdogo, ukiwa na vitendea kazi vya asili kabisa. Mfano unaweza kuona kwenye clip ambazo zinapita katika video ya siku ya leo, kuna mti unatumika kwa ajili ya kukorogea sabuni, lakini pia tunatumia jaba, tunatumia mwiko, tunatumia jagi kwa ajili ya kuchota maji na vitu vingine. Mwisho wa saa tunatoa bidhaa nzuri ambazo zinaonekana mzuri, zimefungashwa vizuri kwenye fungasho vipya, lakini pia zimewekewa lebo au sticker kama zinavyoonekana katika video ya siku ya leo. Nakumbuka kwamba unapokuwa unafanya production au unapokuwa unafanya uzalishaji wa bidhaa zako mbalimbali, ni muhimu sana kuzingatia swala zima la vipimo, lakini mbali na vipimo lazima uzingatie swala zima la ufungashaji. Ninavyozungumzia vipimo katika uzalishaji, ni lazima uzingatie vitu vya kupima vile ambavyo unavitumia, zile ingredients zile ambazo zinaunganika kwa pamoja na kuzalisha bidhaa. Kila kitu kina kipimo. Kwa hiyo usifanye vitu kwa kukadiria. Ikiwa utafanya vitu vyako kwa kukadiria, mfano let's say kwamba nitoe mfano kwamba labda kwenye bidhaa yetu tunatumia caustic soda, tunatumia silesi, tunatumia sulfonic acid. Sasa hapo kila kimoja lazima akiwa na kipimo chake. Hakuna makadirio katika production. Ukifanya makadirio manake unajiingiza kwenye tatizo lingine la kutoa product ambayo haina ubora wote, aidha ikalete athari katika jamii ambayo wanaenda kuitumia ile bidhaa. Baada ya kipimo, jambo lingine, baada ya kukamilisha product ikawa imekamilika, jambo lingine ambalo tunaangalia ni ufungashaji. Ufungashaji tunazungumzia kifungashio chenyewe, lakini pamoja na sticker au lebo ambayo inabandikwa katika kile kifungashio. Mfano hapa tuko na shampoo lita 5, tunaweza kuona kwamba kifungashio kilichotumika ni cha kijani na sticker pia iliwekwa ina rangi nyingi za kijani. Kwa hiyo tunapaswa kuoanisha na product iliyoko ndani ya kile kifungashio ni ya kijani. Kwa hiyo hii inamata zaidi katika ufungashaji wa bidhaa zako. Pangilia katika mtiririko mzuri. Yes, mfano hizi hapa ni shampoo, ziko katika madumu ya kijani. Sticker yake ukiangalia rangi nyingi zimeshamiri ni kijani, lakini product ambayo iko ndani ya kifungashio ni ya kijani. Kwa katika ufungashaji zingatia sana hayo mambo. Tafuta kifungashio kizuri ambacho ni sealed, ili ukifungasha basi hata mteja awe na imani kwamba hii bidhaa haikufunguliwa. Na hapa pia ni toilet cleaner, unaweza kuiangalia. Kifungashio ni cheupe, transparent, kinaonyesha nje, lakini pia sticker ni nyekundu, product iliyoko ndani ni nyekundu, kifuniko ni chekundu. Kwa ni mambo muhimu sana ya kuzingatia. Sasa unakuta mtu anafungasha, sticker ni ya blue, product iliyoko ndani ni nyekundu, kifungashio ni zambarau. Sasa kidogo inakuwa hai make sense kwenye marketing. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia vitu kama hivyo. Kwa mimi nakualika kwa nafasi ya pekee, unaweza pia ukajipatia vitabu hivi. Kuna kitabu cha kwanza kinaitwa Miliki Kiwanda Chako,
Hiki ni kitabu ambacho nimekuandikia bidhaa 21 ambacho kina hizi bidhaa ambazo zilikuwa zinaonekana katika video ya siku ya leo. Lakini hiki kingine nimezungumzia sabuni za miche, kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Kwa hiyo karibu sana kwa